Tasimama tusome neno. Akilio nampa maziwa. Tunafungua Wakorintho wa pili, ile somo yetu ambayo tuko nayo. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Wakorintho wa pili sura ya 5. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni, ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Amen. Wewe tulia, funga macho tuombe. Tunakushukuru Yesu, Mungu mkuu na muweza, Baba mtakatifu kuliko wote. Wewe ndiye ujumbe wa wakati, nje yako hakuna uzima wa milele. Baba, asante kwa sababu kila wakati neno lako linapokuja linadhihirisha mbegu mbili: mbegu teule kwa ajili ya uzima wa milele na mbegu potofu kwa ajili, Baba, ya kwenda kuzimuni haela. Baba, tunakushukuru kwa sababu ulituambia tuchague upande wako, maana kwako ndo kuna uzima wa milele. Ulisema leo pia tena umetuwekea kumbukumbu la Torati, ambayo ni njia mbili, njia ya uzima na njia ya mauti. Lakini kila wakati unasihi na kumlilia mwanadamu akaweze kufata njia yako. Lakini kwa sababu ya usongamano wa dunia hii, wa kupenda anasa, Baba, kupenda mali za dunia na kadhalika, anasahau na kugairi kile ambacho umeandaa kwa ajili ya wakati huu, Bwana. Lakini Yesu, kwa ajili ya kundi ndogo, watoto wachanga kama sisi, Baba, tuko mahali hapa kwa ajili ya Yesu Kristo ya kufunzwa na wewe. Tukaribie tena katika jioni ya leo, Bwana. Tunaweka usomi wa neno mikononi mwako, kaweze kubariki pia na midomo itakayonukuu, Baba, kaweze kuiosha na kuitakasi. Tujalie jioni ya leo, Bwana, kaweze kunena nasi. Katika jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Jioni ya leo na wasalimieni na kuwakaribisheni katika jina Yesu Kristo. Kaa pale. Kaa pale. Wai mbio ukae pale. Tunaendelea na somo yetu hapa, hatutagusa ile yetu ya viwango 7 kwa leo. Tunagusia kwanza asili ya mwanadamu ambayo tulienda kuiona, hata kama tulikuwa tumeshaingia kwenye kipengele kingine. Ngoja tena tusikie pengine ambako labda tukusoma tukaweze tena kupagusia, maana tuko kwenye kipengele tu cha pili cha viwango 7 ambavyo Mungu alivitengeneza kwa ajili ya watu kuishi hapa, kwa ajili ya wanadamu. Lakini leo tutakwenda kuona asili ya mwanadamu, kwa sababu kama nilivyosema, hii somo tulikatisha tu kwa ajili ya kuokoa muda. Lakini kwa leo ngoja tuende kwanza hivyo, tuisikilize tena katika kipengele kingine, vile ambavyo Mungu atakavyokwenda kutuongoza jioni ya leo, na ndivyo ambavyo tutakavyokwenda kufanya, kwa sababu tunafuata kile ambacho yeye anachokitaka. Ngoja hapa tuangalie.
Okay, ngoja tusome ujumbe hapa. Ujumbe unaoitwa il prend soin de vous. Yeye anakujali wewe. Je, tusikie kile ambacho nabii anakwenda kutuambia hapa. Yeye ujali, ngoja nitafute hapo. Okay. Ujumbe unasema yeye anajali. Yeye ujali ya tarehe 21 mwezi wa 7 63 ilihubiriwa Jeffersonville, Indiana, Marekani. Nabii anasema hivi: arobaini na tatu hadi 46 hadi 46, mengine tutayaacha. 43 hadi 46. Yeye ujali. Je, wewe unajali? Ujumbe wa nabii huo, usikia anavyokwenda kusema. 43 43 hapa hadi 46. Sawa, sikia nabii anavyokwenda kusema. Mlei mbebe kunyesha kama ziwa. Nabii anasema hivi, fuata kupasta. Nami ninatumaini ya kwamba kila mmoja wenu atapata jambo hilo, hasa sana ninyi watu mtakaombewa, ambao hamna faraja asubuhi ya leo, pengine mkiwa na shida ambazo madaktari hawawezi kuzigusa. Nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Tunasikia vizuri? Tunasikia neno la Mungu inasema kwamba madaktari nao pia wana kazi ambayo wamepewa na Mungu kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa hiyo hatupaswi kuwadharau waganga au wadaktari ambao wanakwenda kututibu. Branham anatuambia kwamba waganga au madaktari wanasaidiaga watu pia, na wenyewe wako katika ministeri ya Mungu kwa ajili ya kusaidia watu, kama vile alivyo mhubiri na yeye anavyokwenda kusaidia watu. Sio kwamba mhubiri ndo anaokoa, lakini Mungu
anaokoa kupitia neno lake ambalo linatangazwa na mhubiri. Vile vile Mungu naye anaponya wanadamu, anaponya wagonjwa kupitia mganga ambaye anakwenda kukutibu wewe. Yule mganga ambaye anakupatia dawa za kunywa na kupiga sindano na anakupa maelezo ya kutumia ile dawa, vile vile Mungu navyo ndivyo anavyokwenda kufanya. Ina maana yale maelezo, ikiwa ni maelezo ambayo yametolewa katika usahihi na katika elimu ambayo kama uganga unavyosema, ile dawa itakwenda kukusaidia, kwa sababu tunajua kwamba anayeponya ni Mungu peke yake. Ni vile vile hata kama mhubiri anavyosimama mahali hapa anakuambia namna gani ya kupata Roho Mtakatifu, sio kwamba yeye ndo atakupa Roho Mtakatifu. Hakuna mhubiri ambaye anaweza kampa mwingine Roho Mtakatifu. Hiyo ni uongo na ni mafundisho ya uongo, ni mafundisho ya kuzimu ya shetani. Hakuna wokovu ambao unatoka kwa mwanadamu. Hakuna uponyaji wowote ambao unatoka kwa mganga ama kwa mwanadamu yeyote. Uponyaji na uokovu ni vitu ambavyo vinatoka kwa Mungu peke yake. Sasa kwa sababu Mungu ni roho, yeye hawezi kuja hapa kama roho, haitafanya kazi. Ndo anakopa mwili wa mwanadamu ili atimize kile ambacho anataka kwako. Ndo nabii anasema kwamba nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Ninaamini ya kwamba Mungu huponya kwa dawa. Amina. Nabii wetu anatuambia kwamba Mungu naye anaponyaga kupitia dawa. Kwa hiyo kama unasikia kichwa kuuma, kunywa dawa, hata kama una imani kwamba Mungu atakuponya. Ile imani ndio itafanya kazi kupitia ile dawa. Mungu anaponya kupitia dawa. Merci Seigneur. Regardez, leta mai. Leta mai niko. Leta baridi ya. Why? Nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Ninaamini ya kwamba Mungu huponya kwa dawa. Mungu huponya kwa upasuaji. Tunasikia vizuri? Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Nairudilia tena hii aya. Merci Seigneur. Nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Ninaamini ya kwamba Mungu huponya kwa dawa. Mungu anaponya wanadamu kupitia dawa ambazo tunakunywa. Kitu cha kwanza hicho. Mungu kwanza anatumikisha madaktari. Pia Mungu anaponya kupitia dawa. Ina maana kwamba sio dawa ndo inaponya, lakini Mungu kupitia ile dawa ambayo unakunywa ile inaleta uponyaji. Si kwamba ile dawa ndio inaleta uponyaji. Hapana. Ni kama vile mhubiri anavyokuambia neno la Mungu. Anakushuhudia acha dhambi, acha fanya hivi. Neno la Mungu linakuambia ufanye hivi. Leta maji wewe. Neno linakuambia, mhubiri anakusaidia kuona hivi na vile, hivi na vile. Mtu anaendaga hivi, anafanyaga hivi. Unasikia vizuri? Kwa hiyo ile njia ambayo anakupatia, zile directive ambazo anakupatia, muongozo ambao anakupatia yule mtumishi wa Mungu, si kwamba yeye ndo anakupa Roho Mtakatifu. Hapana, bali anakuonyesha njia ya wewe kupata uzima wa milele, ama kupata Roho Mtakatifu, ama kupata uponyaji wa kiungu. Lakini yeye hapani uponyaji wa kiungu. Ni sawasawa na daktari ambaye anakwenda kutibu watu pale hospitalini. Kama nilivyosema, yeye haponyagi. Na ndio maana unakuta kama mtu amevunjika mguu, amefanya ajali, daktari anaunganisha yale maungo ambayo yamevunjika kulingana na elimu ambayo alifundishwa kule shuleni. Lakini anapoweka bandage, anapoweka kitambaa pale cha kufunga, na yeye ana uhakika kwamba yeye hana nguvu za kuponya, anamwachia Mungu aponye kile kidonda. Ameshaweka madawa na kila kitu, lakini kuponya kile kidonda ni Mungu pekee. Na ndio maana ni uponyaji.
ameweka dawa, lakini uponyaji unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo dawa na yenyewe inasaidia kwa kuunganisha misuli ili pale pasiume, lakini uponyaji unatoka kwa Mungu ili pale paonekane ni pazuri tena bila cicatrice. Ni mkono wa Mungu. Merci Seigneur. Kama anaisha unacho. Nasi tunaamini ya kwamba madaktari wasaidia watu. Ninaamini ya kwamba Mungu uponya kwa dawa. Mungu uponya kwa upasuaji. Nasikia vizuri? Yaani hata mtu apite kwa operation kwa imani, Mungu ana uwezo wa kumponya yule mtu. Hata operation, upasuaji, correction hii, Mungu naye anakwenda kuponya. Anaweza katika kila jambo. Mungu uponya kwa upasuaji. Mungu uponya kwa kuhurumiana. Unasikia vizuri? Ile tu kumwona ndugu yako anaumia, iko na matatizo, ile huruma ya kimungu, compassion, hapana sympathy. Compassion ya Mungu inapokuwa ndani yako, huruma wa kiungu, hapana ule wa kimwili kama ule wa kilio mtu anapokufa, hapana huo. Ule huruma wa kiungu ambao unatokana na neno la Mungu, unapokuwa ndani ya ule mtu, nabii anasema unaleta uponyaji. Na ndio maana Yesu Kristo mweke papa. Na ndio maana Yesu Kristo kabla ya kuombea watu alikuwa kwanza anawasikiliza, anawaonea huruma. Anawaonea huruma kwanza. Ile huruma ambayo ni compassion inapotokea, na ndio maana Yesu alikuwa compatisa, hakukuwa sympathetic, alikuwa compatisa. Yaani mwenye huruma ya kiungu. Sasa ile huruma ile ndio ilikuwa inaleta uponyaji wa kiungu hadi watu wanapokea uponyaji wa kiungu. Ndio nabii anavyosema. Mungu uponya kwa kuhurumiana. Mungu uponya kwa upendo. Unasikia huko? Upendo kidogo tu huenda umbali mkubwa. Hebu mtu awe amefadhaika sana na hebu uwaonyeshe unawajali. Unaona? Mungu uponya kwa upendo. Mungu uponya kwa maombi. Sasa sisi tumezoea kwamba ni maombi tu kwenye Mungu anakuaga anaponya. Hapana, Mungu iko na njia nyingi za kuponya watu wake. Tunasikia vizuri? Nabii hapa anatoa mambo mengi sana hapa. Kuhurumiana, huruma, 5 hizo. Mungu anaponya kwa maombi, pia na maombi 6. Maombi. Sasa sie tunazoea tu hii maombi. Baba mtakatifu, ulisema katika neno lako, Marko 16, ni yeyote aminie tu, hivi na vile. Ishara hizi zitafuatana wao waaminio. Maombi sie tuko nani moja tu, kwenye kipengele kimoja. Kumbe Mungu iko na vya mingi hapa venye ameweka. Correction ya leo hii. Mungu anatukorije leo. Tutoe incredulity. Tutoe mashaka. Nabii anasema Mungu haya yote ambayo ametaja hapa, kupitia daktari, kupitia dawa, kupitia operation, upasuaji, upendo, huruma, maombi. Mambo haya 6 na yako mengi. Sikio. Mungu uponya kwa upendo. Mungu uponya kwa maombi. Mungu uponya. Hivi vyote ambavyo nabii anataja hapa ni njia za uponyaji ambazo Mungu ameweka. Kikubwa ni kujua mapenzi makamilifu ya Mungu ni yapi kwa ajili ya maisha yangu ambayo niko nayo ya magonjwa. Mungu katika magonjwa yangu unaniwekea njia gani ya mimi kupona? Kama ni upasuaji, basi ni Mungu ndo anataka vile. Kama ni kupitia vidonge, ni Mungu yule yule. Lakini sio kusema kwamba eti ukienda upasuaji hauwezi ukaomba. Hapana, mukila njama, mukila hatua plito. Mukila hatua, mukila njia ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya uponyaji,
tunapaswa tuweke maombi. Kama ni dawa tunaiombea, kama ni serumu tunaiombea, kama ni daktari unaomba kabla ya kwenda kwa hospitali na kadhalika. Mungu ndiye, sikia nabii anasema, Mungu huponya. Hata chanzo chake kiwe ni kipi, Mungu huponya kwa hicho. Mungu ndiye aponyaye, kwa kuwa yeye alisema, mimi ni Bwana akuponyaye magonjwa yako yote. Zaburi 101. Mungu yeye anatuponya kwa magonjwa yetu yote ambayo tunaweza kuwa nayo, yote ambayo unajua, hata ile ambayo waganga wanaita ni sugu, kansa, ukimwi, TB. Ukiwa na imani tu Mungu anaponya vyote. Lakini kama hayo magonjwa yanatokana na dhambi, unapaswa utubu kwanza, kwa sababu bila hivyo hautapona. Kama ni magonjwa ya mapigo ya Mungu, tubu dhambi zako na umrudie Mungu, atakupona, atakuponyesha na atakupokea, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa hasira, tena ni mwingi wa rehema. Kwa sababu hasira ya Mungu inapowaka hakuagi na ushauri. Mimi ni Bwana akuponyaye magonjwa yako yote. Kwa hiyo yote yanapaswa kutenda kazi pamoja, na watu katika huduma mbalimbali wanapaswa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya jambo hilo. Unaona sasa, bali hawafanyi hivyo, kwa sababu wakati mwingine wanakatazwa kuchukua misimamo fulani juu ya neno la Mungu, kwa sababu madhehebu yao fulani hayawaruhusu kufanya hivyo. Bali hilo aliizuii ile kweli. Ni vile vile tu Mungu anaendelea kuponya vivyo hivyo. Sasa cha ajabu, leo makanisani, madhehebu, watu wameweka itikadi, hawaamini hata kama Mungu anaponyaga tena. Leo kukiingia uponyaji, Mungu akiweka kipawa cha uponyaji mkanisa, tulishakuwa kama wa Methodiste, tulishakuwa wa Pentecost. Hapana, ni injili yote. Branham alisema, nitafutieni kanisa ambalo linaamini. Waebrania 13:8. Hilo ndo kanisa ya kuenda hemo. Kanisa ambalo aliamini Waebrania 13 na mstari wa 8, hiyo sio kanisa ya kuingia hemo, ndo nabii anavyosema. Ukitaka kuchagua kanisa ya kweli ambalo liko halali, ni kanisa ambalo linaamini Waebrania 13:8. Ina maana ujumbe ambao au Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yaani Yesu alipofanya kazi akiwa na Musa, ambaye alikuwa na Paulo, ambaye alitembea na mitume, ambaye amekuja katika nyakati hizi za kanisa hadi wakati wa leo, yule Mungu bado akingali na nguvu zile zile, mamlaka yale yale, uponyaji ule ule ukingali pale. Tunasikia vizuri? Pastor, angalia hapo. Kanisa ambalo aliamini Waebrania 13 na mstari wa 8, hilo kanisa ni la uongo. Sasa nabii anasema kwa sababu ya itikadi ambazo zinawekwa kanisani, watu hawaamini tena uponyaji. Muamini anaenda kanisani, kichwa kinauma, anarudia tena na mapepo mengine. Yaani anaenda kanisani tena kupokea zingine pepo. Ni kama mtu atoka ameenda hospitalini ili atibiwe, tena anarudia ana mapepo mengine. Hakuna maana. Kwa hiyo kuna jambo fulani ambalo aliendi vizuri pale. Unaona? Nabii anasema, kwa hiyo yote yanapaswa kutenda kazi pamoja. Huduma zote ambazo Mungu ameweka kanisani zinapaswa zifanye kazi kwa pamoja. Na watu katika huduma mbalimbali wanapaswa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya jambo hili. Unaona? Sasa bali hawafanyi hivyo, kwa sababu wakati mwingine wanakatazwa kuchukua misimamo fulani juu ya neno la Mungu. Mhubiri anaposimamia neno la Mungu, anasema mie sitaombea huyu dada, sitaombea huyu ndugu kwa sababu bado iko na dhambi. Unalazimishwa twende umuombe fer, uponyaje, waangalie hivyo na hivyo. Hapana, fuateni kwanza neno la Mungu inavyokwenda kusema. Kipao kinapoingia kanisani kwa ajili ya uponyaji, msikipige vita eti tunakipima kwanza tuangalie kama ni cha Mungu. Hapana, mashetani. Wewe mwanadamu hawezi ukapima kila, iko kazi yako wewe. Ndio maana unakuta kwamba zamani unakuta watu walikuwa na vipawa, wana vipawa vya Mungu vifanye kazi,
tena vinaanza kemeo, kukemewa vinaisha. Miaka na miaka hakuna kusikia kunena kwa lugha, miaka na miaka hakuna utabiri. Toka kanisa ya bongo, shetani we, mahubiri ya kiakili. Unaona sasa, bali hawafanyi hivyo kwa sababu wakati mwingine wanakatazwa kuchukua misimamo fulani juu ya neno la Mungu, kwa sababu madhehebu yao fulani hayawaruhusu kufanya hivyo, bali hilo aliizuii ile kweli. Vile vile tu ni vile vile tu Mungu anaendelea kuponya vitu hivyo. Hata mfunge mkanisa yenu, Mungu anaendelea kufanya kazi ya uponyaji. Yeye mtabakia hivyo, wako na nini wale? Tutaishaisha tu mambo madogo sekondari. Vyote viko kwenye Waebrania 13 na mstari wa 8. Vyote. Yes, kwa hiyo wanajaribu kupata faraja kutoka mahali pengine. Hebu na tuzungumze kwanza juu ya nafsi. Tunaona ya kwamba watu wengi wanajaribu kupata faraja kwa kukunywa pombe. Mwajua, tuna msemo ambao unajulikana sana miongoni mwetu siku hizi, ya kwamba wahudumu wengi wakati mwingine unywa pombe kabla ya kwenda mibarani. Nasikia Branham alihubiri tarehe 21. Ujumbe wenye alihubiri tarehe 21/63. Si ndio madhehebu wanakuaga? Wewe uingie ukae mbele ya watu, watu 2,000, watu 1,000, unahubiri, utoe aibu. Unatakiwa upige kapegi kamoja hivi, ukachukue kanyanga kamoja ukapige kapegi kwanza. Bongo mapepo hiyo. Branham nakwambia hakuna roho yenye inazihirika kwa wakati wa leo yenye Branham hakuisema, yenye Roho Mtakatifu ndani ya nabii alipokwenda kufunua. Kila roho ya wakati wa leo nabii alikwenda kufunua kila roho hii hapa, na ndio kwa wanafanyaga kwenye madhehebu hii. Anapanda hapa, kabla ya kupanda hapa kumibare analewa, anachukua kapegi. Wengine wanaenda chukua mena, utaenda kuzimu. Bala chukua mena, eti wewe ala alibu. Mapepo yako hii. Ele solete ingi, pepo. Sikia Branham. Nasikia Branham huko. Tunaona ya kwamba watu wengi leo, wahudumu wengi leo makanisani, watu wengi leo wanajaribu kupata faraja kwa kukunywa pombe. Unakuta nyumba mambo hayaendi vizuri, mme na mke hawaelewani, yaani inakuwa ni mzunguine, umoja mashariki, mwingine magharibi. Sasa atafanya hayo ili mie nitulie hapa Marekani, ili nisitapiga mke wangu, naweza fungwa na mapolisi, nitafanya hayo. Basi hata niwe najifariji tu, niwe natuliza tu stress zangu, niwe naenda hata na kunywa pombe. Utaenda kuzimu. Branham anasema na kunywa pombe kama kuokolewa ataenda kuzimu. Tunaona ya kwamba watu wengi wanajaribu kupata faraja kwa kukunywa pombe. Mwajua, tuna msemo ambao unajulikana sana miongoni mwetu siku hizi. Wewe unajua msemo wako Watu wakisha wanasemaga, wahubiri watu wengine wanasemaga tupikimwi alibwe bibi. Mwajua tuna msemo ambao unajulikana sana miongoni mwetu siku hizi, ya kwamba wahudumu wengi wakati mwingine hunywa pombe kabla ya kwenda mimbarani. Wanakunywa pombe nyingi zenye kileo. Nasikia nabii huko anakuja hapa hivi, tayari aishapiga kapegi, ndio anaanza furahi pale, unakuta majasho inatoka, kumbe aisha kunywa pombe. Mapepo yako. Shetani. Pombe anakunywa pombe. Watu wanafikiri eti mhubiri mchungaji iko muroho, eti anashusha neno la Mungu kabisa. Kama siku moja tulienda kuona umoja hivi kwenye kilio kimoja hivi, mhubiri anasoma Yohana pale. Wote iko clear kabisa. Matisha kuwa rush. Huyo anaanza toa maandiko. Kumbe anajilewea yake. Pepo. Anaanza maandiko. Shusha maandiko. Anasema. Wahudumu wengi leo
kabla ya kupanda mibarini wanakunywa kwanza pombe za kileo, wanakunywa pombe ili waje kuwa klere hapa. Mapepo utaenda kuzimu. Ya kwamba wahudumu wengi wakati mwingine hunywa pombe kabla ya kwenda mimbarani, wanakunywa pombe nyingi zenye kileo. Imejulikana wahudumu wanaonekana jukwaani. Unasikia Branham? Imejulikana wahudumu wanaonekana jukwaani ambao hata uyumbayumba chini ya nguvu za pombe. Branham hakuacha kitu. Laodikia itahukumiwa kweli kweli. Branham hakuacha chochote. Mungu ndani ya nabii kwa wakati wa leo alifunua kila pepo, kila siri iliwekwa wazi. Sikia huko. Mhudumu anaanza chepa hapa hivi, anaanza lewa. Watu kula nafikiri ni nguvu, kumbe ni pombe alilewa, ichakuwa hoi na kileo. Mara iko mbele, mara iko nyuma, hajui venye anaongea tena. Na kuna mara nisikiaga siku moja hivi mhubiri alikuja na kunywa pombe ikamzidisha wa madhehebu, kama ni Methodist kama ni wapi, akaanza tukanana mbele ya watu, anaanza tukanana matusi. Ona ule pepo ule shetani, na baadaye tena anakuwa mhubiri kabisa, ni pepo. Branham watu wanakuwa chepo, wanayumba yumba. Imejulikana wahudumu wanaonekana jukwani ambao hata uyumbayumba chini ya nguvu za pombe. Sikia Branham alihubiri huu ujumbe depuis 63. Leo tuko 2026. 63. Miaka mingapi? Miaka 63 hivi imepita depuis ahubiri huu ujumbe. Miaka 63 anaanza funua hizi pepo. Wahudumu wanapanda hapa mibarini, wanakunywa pombe, utaenda kuzimu. Imejulikana wahudumu wanaonekana jukwaani ambao hata uyumbayumba chini ya nguvu za pombe, na hilo halipaswi kuwa. Nasikia Branham, halipaswi kuwa. Ni kwa sababu mara nyingi huenda tukamlaumu mtu huyo wakati pengine haitupasi kufanya hivi. Tunapaswa kutafuta kujua shida ni nini. Wengi wao walioongolewa kutoka kwenye pombe, Unasikia huko Tatizo sio kwamba eti kuwafukuza hapa ndo suluhisho. Hapana, shida ni kwamba kwenye walienda kutolewa kule kumadhehebu, kwenye walitoka walikuwa wanazoea kunywa pombe, na ndio maana anapokuja kanisani tena anaendelea na pepo wa kukunywa pombe. Yaani unaenda shuhudia mtu neno la Mungu, unaenda shuhudia ni mwasharati, ni mzinzi. Hata akija kanisani kama hajabadilishwa, kama Mungu hajafanya neema kwake, ataendelea na ile pepo. Branham ndo anasema. Mfungulie bibi hapo. Branham ndo anasema. Sogeza hiyo nani huko. Ifeni. Sogeza kule ili apite bibi. Wende ukae. Nabii anasema tatizo ni kwamba, sikia, lakini hilo halipaswi kuwa kanisani, hilo halipaswi kuwa hapa. Ndio Branham anasema, na hilo halipaswi kuwa ni kwa sababu mara nyingi huenda tukamlaumu mtu huyo wakati pengine haitupasi kufanya hivyo. Tunapaswa kutafuta kujua shida ni nini, tuelewe shida ni nini. Mchungaji anakuja mmesaje, anakunywa pombe. Mchungaji anakuja mmesaje, anazini na wadada mkanisa. Chimbuko, uliza, tafuta chanzo kwenye alitoka kumadhehebu. Alikuwa na hiyo pepo ya kuanguka na wanawake na waamini kule kukanisa, haikuanzia humu muujumbe. Tunasikia vizuri? Sikia Branham ndo na wasomeana Frere Branham. Niko nawasomea Frere Branham hapa.
Tatizo hiyo pepo ya buzinzi ya kuja kuingia mkanisa, ya mchungaji kuanguka na wadada mkanisa, haikuanzia leo. Tangu kumadhehebu kwenye alikuwa na ubiri, kama alikuwa na ubiri, kama alikuwa na sifa, kama alikuwa na nini kule, mapepo hayo yalianza kule. Uchawi ambayo iko nao habukuanzia humu mumesaje, alirisi kwao kule, baba yake ni mchawi, labda babu yake alimwachia ikombo ndo anakuja nacho, na ndio maana wachawi wa kweli hawakuagi wanatubu, kwa sababu wameweka ni ahadi. Mchawi wa kweli hakuagi anatubu, bora akufe. Mchawi hakuagi anatubu eti asimame hapo. Ukiona mwenye anatubu yaani huyo alikuwa bado ni mchanga, lakini wale wakongo hawakuagi wanatubu, na ndio tuko na wengi mkanisa bapastere bachawi. Peleka kwa bibi yako, mwambie kwamba amtoe diaper. Sawa? Branham anasema haupaswi kumlaumu, tatizo sio yake. Kule kwenye alitoka kumadhehebu, pepo wa buzinzi, pepo wa kunywa pombe, na ndio maana iko naanguka na wadada ajali, anakuja kuharibisha watoto wa Malaki 4 mkanisa. Utaenda kuzimu. Pepo wewe, shetani. Ni kwa sababu mara nyingi huenda tukamlaumu mtu huyo wakati pengine haitupasi kufanya hivyo. Tunapaswa kutafuta kujua shida ni nini. Sikia nabii, wengi wao waliongolewa kutoka kwenye pombe, na tunaona kama wako katika hali hiyo. Ni fezea na ni lawama. Tunasikia vizuri? Ni fezea, ni aibu na ni lawama. Utaenda ambia mpagani nini? Pepo ambazo ziko zinafanyika kwa wapagani, watu wanakuja Marekani, bapagani ndio wanaanza kwenda kubafumu, banakoroga ili kwamba bandugu yao ama marafiki zao wenye wako huku bao wanabatumia pesa, basahau mafamilia mengine. Wewe tena ndio naenda na wewe, kama uko naona jito uko Mkristo, unaenda fanya buchawi kwa hivyo, na unaingia mwiyo kundi, utaenda kuzimu. Pepo wewe, shetani. Tunasikia vizuri? Branham anasema ni fezea, ni aibu. Hiyo italeta nini? Lawama. Batalaumu kanisa, unafezeesha kanisa. Kanisa linatukanwa kwa ajili yako. Che bote Branham abangu bashi baloki bashi molokana imangu enda falanga. Pepo. Ututasema nini? Huko na injili gani yetu yenye utaambia mpagani? Na huko naishi unakunywa pombe, huko naanguka na badada mkani, utaenda ambia eti buzinzi, utahubiri wewe kukilio. Utaambia watu mwache uchawi. Na wakati wanajua bafrere wenu makanisa yenu mko na bachawi. Utawaambia waache buzinzi na walishika frere wenu pale na buzinzi. Iko na mimi anabebesha mke wa watu mimba pale. Wewe utaenda mwambia ule aache buzinzi, aache washerati. Ba vijana wa leo aba stahili tena wanavaa madebedesi. Unakuta na bafrere wanavaa madebedesi. Utawafundisha nini? Toka. Ni fezea. Na Branham alisema unapoweka jiwe la kujikwaa mbele ya wateule utaenda kuzimu. Utahukumiwa. Tuko na somo ya viwango sababu utasikia kuzimu gisi inakuaga. Watu wanafanya michezo hapa ya ujumbe hapa. Kama mnachoka mrudie kwenye mlitoka kule. Rudia kwenye mlitoka. Nakuja kusalire ujumbe tu hapa. Mungu hata wapinire, msubiri. Nachezea Mungu wa ujumbe mwei. Branham anasema tatizo muangalie kwenye walitoka. Wapi kwenye walitoka, mtajua tabia zao. Ngoja nipate yangu hewa hapa. Unaipata kahewa yote iko mengi.
Ni kwa sababu mara nyingi huenda tukamlaumu mtu huyo, wakati pengine hatupaswi kufanya hivyo. Tunapaswa kutafuta kujua shida ni nini. Wengi wao waliongolewa kutoka kwenye pombe. Ala tu pepo ile na tamaa ya kukunywa pombe kingali pana, ndio maana hata aamini ujumbe bado akingana na maisha ya kipagani, hajaokolewa, hana Roho Mtakatifu. Frere mzima iko anaenda anguka nje, anaenda nje. Frere uko na mke wako mnyumba na watoto, wewe unaenda nje tena kuanguka na wanawake. Uko na akili tina pale Saint Esprit, au na Roho Mtakatifu? Frere Branham nabii alisema kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anatiisha kila kiungo ambacho kiko kwenye mwili wako, kila kitu anatiisha. Sisi nabii anasema wengi wao waliongolewa kutoka kwenye pombe. Ndio shida. Anakuja muujumbe tena ni vile vile, na tunaona kama wako katika hali hiyo tena, wanaendelea vile vile tu kama jinsi alivyokuwa kwa madhehebu, kuanguka na baba mama makurugenzi kule, kuharibisha mabinti wa watu kule kwa sababu ya kutafuta madawa. Tena nakuwa muujumbe vile vile, anatafuta mabinti mabikira ambako mkanisa ndo anaanza kucheza cheza nao kwa sababu aongeze nguvu. Akipanda hapa au anasema haleluya, nyewe wote mnakufa na maoncho kule, kumbe ni nguvu za kuzimu. Tunajua mbinu zenu. Mungu aisha bafunua nyewe bote tok, mtaenda kuzimu. Tunaona asema nabii haiko mie ete, tunaona tuisha wajua, tunaona kama wako katika hali hiyo, ni fezea na ni lawama. Nabii anasema lakini si lawama zaidi ya vile ingekuwa kudanganya, kuiba ama kuwatamani wanawake ama kitu kingine chochote kilicho kwenye zile amri. Unaona, sikia huko hivi, hii ya kukunywa pombe ni sawasawa na kuiba na kudanganya na kuanguka na wanawake za watu, kuiba ama kuwatamani wanawake ama kitu kingine chochote kilicho kwenye zile amri 10 ambazo Nabii Musa alizitoa, na yenyewe ni neno. Neno ni neno la Musa lishaisha. Pima sasa kwenda kuuana kama utaenda kuzimu. Si maandiko ilisema usiue? Frere Bra, Yesu alikuja akasema tu kuua tu ni hasira. Zote viko mu application. Kuua ya kisu na kuua ya kushola, yote ni kuua. Tunasikia vizuri? Ukifanya Yesu alisema kwamba kuzini sio eti hadi ushikwe na mke tu na mwanamke fulani. Hata ile ukiona kwa kutamani tu, vyote viwili ni dhambi. Yote ukifanya, ukienda shikwa kule ni dhambi, ukitamani yote ni dhambi. Utaenda kuzimu kama ukutubu. Merci Seigneur. Tunasikia mwi amri 10, muko waheshimu baba, waheshimu baba na mama, ili siku zako zipate kuwa nyingi. Na Branham akasema wazazi wako ndio Mungu wako hapa duniani, asema nabii. Merci Seigneur pour la révélation. Wazazi wako ndio Mungu wako hapa duniani. Tunasikia vizuri? Ndio unasikia? Haiko mie, Branham ndo anasema eti wazazi wako ndio Mungu wako hapa duniani. Wakati alikuwa anabariki mtoto mmoja, alikuwa mtoto mmoja kabinti hivi, alikuwa anawabariki kwenye maombi, ndo anasema vile. Sisi yenyewe nabii anasema lakini si lawama zaidi ya vile ingekuwa kudanganya. Kwa hiyo kunywa pombe hii haiko lawama zaidi kuliko hata kunywa pombe, hata kuiba au kutamani wanawake ama kitu kingine chochote kilicho kwenye zile amri. Unaona? Na labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali, naye anawaona hawa wavua nguo mamboleo mtaani, na yeye daima yuko katika shida. Unasikia huko? Unasikia vizuri? Kaka, kaa vizuri. Grade. Kaa vizuri. Tunasikia? Nabii anasema hapa, unakuta wengine wanazaliwa, yani ni ukoo, iko damu, yani yeye ni tamaa
imepindukia. Yaani akiona kabinti tu kile kanapita basi ndo ule frere eti mimi napenda mabinti bwa vile pepo. Waende kumadhabahu ombea hiyo pepo itoke, wewe utaenda kuzimu. Sikia Branham. Unaona, na labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali, naye anawaona hao wavua nguo mamboleo mtaani, na yeye daima yuko yaani akiwaona tu frere kwenye akiona mabinti hasa huku Marekani, kisha anaona hao mabinti wanakuwa huko, hauna Roho Mtakatifu. Na hivi sama inakuja hivi, si ndio hatari hivi? Hawavai manguo mitaani kule. Sasa wewe frere, haiko mie Branham ndiko anasema. Unaona? Anasema na labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali, naye anawaona hawa wavua nguo mamboleo mitaani, na yeye daima yuko katika shida. Yaani frere akikutanana na wanawake wa mitaani ambao wanavaa vibaya tu, kwake hivyo tayari ni maiti. Hata mpitisha ule binti, anaanza mtongoza vile. Yaani unakuta frere karti yote mzima yeye ndo anaanza itiwa eti kwamba yeye ndiye sunga. Utaenda kuzimu wewe. Mapepo yako ya buzinzi. Shetani. Haiko mie se Frere Branham, nabii ndo anasema. Labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali. Tamaa kali, hapana ya kidogo. Tamaa kali. Yaani iko kali sana. Unaona kakijana tu frere kalikuwa kakijana mkambi, kalikuwa kalishi vizuri, labda tuseme ya kizuri kwa nje, kumbe ndani busiku alikuwa anaenda kwa wengine kumademu ya busiku. Kufika huko anakuwa anaoa huyu anafukuza, ona ule mpaga, utaenda kuzimu. Unachezea wako kapumzi kenye unapewa wako kamuda. Subiri. Branham anasema kila wakati mapigo inapopiga inanireproche kwenye tundo la kaburi. Jinsi moyo unavyopiga pu. Yaani yale mapigo Mungu anayahesabu. Depuli zaliwa hapa anajua mahesabu ya yale mapigo yenye utapiga, na ya mwisho unaenda unakufa. Subiri. Unajivunia kwa sababu kingai na nguvu, unatembeza kigari kile vya makarto sawa. Subiri, kuna kona pale yenye Mungu atakushika. Haya maneno unayosikia anaambia utayakumbuka. Hii sauti ambayo anaisema jioni ya leo, ngoja siku ya hukumu utaisikia hii. Wengi niliwaonya sana wa vijana wengi, niliwaambia kuhusu neno la Mungu. Hivyo wengi wanajutia kwenye walienda baada ya kukufa. Bata hii sauti wataiona tena siku ile ya kuhukumiwa. Fikini miza. Wengi niliwaambia amini ujumbe huu ndio ujumbe wa kweli. Tazama mimi na wewe kwanza, si wote tulikuwa marafiki. Tulikuwa bubutoto, tuko pamoja na nyie. Kila tunajuana mahali, tunajuana jinsi tuliishi. Hebu jiulize kwa kitu gani kinanifanya hivi niwe tofauti na nyie? Hamwezi mkajiuliza kwanza, eske mimi sina nguvu, sina mamlaka na mimi ya kufanya vile ninafanya? Na maandiko yananiruhusu kufanya vile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Naruhusiwa kufanya vyote, lakini si vyote ambavyo ni halali kwangu mimi kuvifanya. Kwa sababu gani? Mimi nishakuwa katika ulimwengu mwingine. Unaona kabinti kanapita pale tu, kanavaa vibaya, wewe freo tunaanza tetemeka. Unaanza tongoza wake za watu. Hapa Marekani utapigwa risasi hapa. Unachezea Marekani? Subiri. Chezea wake za watu utaona. Branham alisema hivi. Sikia nabii. Labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali, naye anawaona hawa wavua nguo mamboleo mitaani, na yeye daima yuko katika shida. Akiwaona tu basi shida inaingia. Frere hata lala, anaanza omba simu, namba ya simu. Dada, na hivi Kiingereza ya kusema ya tukusoma hakuna shida. Kiingereza ndio inakuwa ya mrefu hapa, na yana frere naye anaanza jiweka kama black. Utaenda kuzimu roza kuiga mfarisayo. Friend, unatakiwa uwe na boyfriend, uwe na friendship, girlfriend, sawa. Subiri. Unafikiri Branham hakuipitia hiyo? Lakini alipofikia kuingia ushi na kuya pale.
inamwambia stop Branham, nilikwambiaga ni usijichafue, utakapokuwa mtu mzima utakutumikisha wewe. Mungu hawezi akakuzuia wewe. Na waleze frere, nilienda nilitereza tu frere, frere mazaifu frere, c'est faux. Nabii anasema sikia huko, daima yeye daima yuko katika shida, atuli. Unaona, yaani ukimuona tu, yaani frere akiona huyu kakaaba ka Yezebeli kanapita, nyoka ina shida, inaanza hivi, inaanza tembea, utaenda kuzimu. Unaona, yeye nabii anasema yeye huyo wa kuonaona, yeye huyo mtu huyo amezaliwa namna hiyo. Unasikia dogo ndio kisa amezaliwa hivyo, ana tamaa kali, iko damu, pepo, yaani hajabadilika. Merci Seigneur. Branham haiko mi, sijue kwenye vilitoka hivi, sijue kwenye vilitoka sijue kwenye vilitoka hivi. Mungu mwenyewe sijui kama anataka nini. Unaona, yeye huyo nani huyo mwenye anaonaka akiona wanamke wanapita pale wenye wakuvaa manguo vizuri, anaanza kuwa na tamaa. Na anasema yeye huyo mtu ndio gisa amezaliwa. Yeye huyo mtu huyo amezaliwa namna hiyo. Sasa kile anachopaswa kufanya mhudumu, kile anachopaswa kufanya mhudumu anayekunywa pombe ama ama mwanamke anayevuta sigara ama ambaye anavaa kizinifu, akijaribu kupata faraja yake kutokana na kujipamba kweli kweli, hata anataka kumfanya mwanamume kumwangalia, hakuna sababu nyingine. Wale wanakuja hivyo, hao ambao wanawake wanakuja mitaani, hao ambao wanavaa makaboka huko huko, wanaenda huko mitaani na masenge huko, hawavai eti kwamba wanataka hewa. Hapana. Sikia, Branham anafunua pepo ambayo iko ndani yao, ni kwa sababu wawavutie wanaume wawatongoze. Ndio lengo yao kuvaa manguo ya aibu hivi, wanaenda wanavaa mitaani. So eti kwa sababu kuko joto ya mingi. Mbona na sisi tuko naisikia joto, kwa nini atuvue nguo? Yaske hatuna miili kama ya wao, kama ya kwao. Wao ndio wako na miili gani? Hakuna wadada na wandugu wa wazungu huko ambao wanaheshimu na hawavui manguo. Ni pepo ile wanatafuta, ni vyambo, wanatafuta wanaume wa kuwatongoza. Sikia bra, haiko mimi. Anavaa kizinifu akijaribu kupata faraja yake kutokana na kujipamba kweli kweli. Sasa ile kujipamba ile ndio faraja yake, kwa sababu ile kujipamba kwake kubaya kule ndio kutamfanya yeye apate mwanaume mwenye atamfariji. Unafikiri kufariji ni nini? Anavaa kizinifu. Kizinifu ni aje? Entre les lignes. Anavaa kizinifu akijaribu kupata faraja yake kutokana na kujipamba kweli kweli, hata anataka kumfanya mwanamume kumwangalia. Ndio lengo yake hivi. Anavaa vile vya kuvutia, kujipamba kote kule, ili mwanaume mwenye atapita, huyo fere mwenye ana Roho Mtakatifu, mwenye alizaliwa iko na mtamaa kali, akimuona anamvuta. Sini kilindi. Yeye anakutaniwa na pepo ya uzinifu. Mwanamke anazaliwa mwenye anavaa vibaya, anatembea mitaani, anakutaniwa na pepo ya uzinifu. Tena anakutanana munjia na mwanaume mwenye ana tamaa ya uzinifu kama yake, wanaambatana. Sini kilindi. La profondeur appelle la profondeur. Anavaa kizinifu akijaribu kupata faraja yake kutokana na kujipamba kweli kweli, hata anataka kumfanya mwanamume kumwangalia. Hakuna sababu nyingine. Nabii anasema hakuna sababu nyingine inayomfanya yeye avae vile. Tunawaona kwenye kazi gizi wanajaa kule, mapepo wanatafuta wanaume. Ona ule Yezebeli. No, friend, then hey, yeah, good morning. Good, yeah, yes, yeah. How are you doing? I'm good. Yeah. What's your name? My name is. Ona ule na Bingereza, bitakupeleka kuzimu ya Bingereza vile. Bitakusaidia nini?
Ndio unakuta nao wengine unakuta wanakuja anasahau nyumba yake, anaikalia na wanawake wa mitaani huko. Ona ule mtoto wa kuzimu. Rudia kunyumba ukae na mke wako wewe. Neno la Mungu inasema wazi. Hizo zote ni njama za shetani, na ndio maana shetani leo anafanyaje? Shetani anajua kwamba nguvu za kumshinda shetani zinakuaga katika neno kupitia vijana. Anajua maandiko inasema mtumikie Mungu wako siku za ujana wako. Anajua kijana, mtu mwanaume au mwanamke anapokuwa kijana ndio kuna kuaga nguvu za kumtumikia Mungu. Sasa shetani leo ndo anateka vijana, anawaingiza kwenye mapombe, kwenye mabangi, kwenye kuvuta sigara, sijue kwenye buzinzi, kwenye anasa za ulimwengu, kufukuza wake ili awe na wengine mitaani huko. Wewe unafikiri eti ni raha, kumbe ni mbinu za shetani za kukupoteza wewe, na siku ya kufa utaenda kuzimu. Hata pastor aje apambe, huyu alikuwa mtu mzuri mkomunite yetu ya Babondo, alikuwa mzuri, alikuwa anachangia kumsiba asingekosa. Hiyo ni sifa za wanadamu, haiko ya Mungu. Ndio ule kijana tajiri ndio kisa alivyokuwa hivyo. Balienda aluwe pastor wa kulipwa en conferencier, mtoa hotuba, anakuja pale, anaanza sema kila mtu anajua hapa mitaani, huyu kijana alikuwa ni tajiri, alikuwa anasaidia wajane, alikuwa mtu mzuri nyenyekevu, alifunzwa na wazazi wake vizuri, aliishi na watu vizuri. Alienda kumbe kule kuzimu iko anapata joto. Anapata moto kule. Anaanza ambia Lazaro, nitumie hata katone kamoja tu kamaji kaingie mkinywa yangu nitarizika. Huku babako huku anamsifia, huku eti alikuwa kijana, kule kuzimu iko nateseka. Tuko na ujumbe wa viwango 7. Utasikia Branham anavyosema. Gisi watu wanakuaga wanabanalia kule kuzimu. Utasikia. Na hawa wanawake ambao wanatembea mitaani, ambao wanavaa nusu uchi na wengine wanatembea uchi mitaani na wanajipodoa, ni roho za kuzimu zile, asema nabii. Wakati nabii alipata ono ya kwenda alivyokuwa pale hospitalini analazwa pale, aliwaona wanaenda, aliona Mungu anampeleka kuzimu, akawaona watu wanawake wenye hawavai manguo na wanajipodoa vile, ni roho za kuzimu. Unaona mwanamke hata ajipamba sijue maruji peze matilo ma makeup anaweka, ni pepo za kuzimu. Kama ujui wewe mwanamke, ni roho za kuzimu. Hawezi jua, utaona kama vile niko na kutukana, niko na kutusi tu, kumbe ni kweli. Makeup ni njama za shetani. Hawezi jua kwa sababu uko akimwili, uko naenda kanisani kwanza kwa sababu ya kuonyesha manguo. Au uende eti kwa sababu nafsi yako yaokolewa. Huko naenda tu kuona ulienda vaa fashion basi. Au jue maana ya wewe kwenda kanisani. Unaenda tu ete kama anaitaka yeye kule. Ete fulani alienda na mimi nitaenda. Au jue uendi kama unaenda fanya, au jue kile unaenda fanya. Toka. Unaenda poteza muda tu. Baone nguo yako yenye ulivaa ya mpya ya $1000. Na siku utakufa utaviacha. Kijana tajiri aliacha vyote. Utajiri wote wenye alikuwa nao waliuacha, na kule kuzimu iko nateseka. Na kule Lazaro iko mkifua ya Ibrahimu anatulia muda. Siki. Hakuna sababu nyingine ya wale wanawake kuvaa vile. Ni kwa sababu amvutie mwanaume amtongoze. Sikia nabii. Yeye ni nusu kichaa. Unapoona mwanamke mwenye havai vizuri kule mitaani, ni nusu kichaa. Mshile. Unaona? Si ni kweli? Si kwa zamani tulikuwa tunaona kichaa, mshile ndio anakuaga havai nguo, akwaje anavaa nguo. Mwenye iko traumatism, mwenye hana akili. Unaona? Hakuna mwanamke mwenye akili timamu angewazia kujivua nguo mbele ya mwanamume. Unasikia huko? Hakuna mwanamke mwenye akili timamu angewazia kujivua nguo mbele ya mwanamume aliye na akili timamu. Sikia Branham, sikia maneno ya kilindi. Ina maana hakuna mwanamke ambaye anaweza kapita na vaa vibaya kule, alafu akutanane na huyu mwanaume ambaye ana akili timamu,
ambaye anaishi pepo za tamaa na amwachilie hivi, eti aende tu hivi? Hakuna mwanamke mwenye akili timamu angewazia kujivua nguo mbele ya mwanamume aliye na akili timamu. Unaona, hakuna sababu ya jambo hilo hata kidogo. Naye bali anajaribu kunini. Wasichana hawa wadogo siku hizi wanaoenda mitaani, wao ni nini hasa? Vema, samahani kwa tamshi hilo. Pia kumbukeni, kanda hii haiendi tu kwa watu hawa hapa, inaenda kote ulimwenguni. Unaona, tunasikia huko dogo, unasikia Branham alitawaita maneno ya mbaya hapa ya vipusi, akaacha eti mnisamee kwa hiyo tamshi pale. Humu mabiti ambao unapita na makabuka makapto wa kufinya humu, unakuta yeye iko wazi na kashaingla na pita kanaenda nani hivi kapepo. Kote kaisha kufa kote kanazingirwa na mapepo ya shetani. Sasa wewe friend unaenda friend demu la wana. Ni ajali ile. Nakumbuka ule ujumbe wa mchungaji, kimbia dhambi, kimbia dhambi. Huu ni wakati wa Tai anakimbia dhambi. Hatuendi tena kama kondoo, hatuendi kama ng'ombe eti ni zabihu. Haiko wakati wa zabihu, ni kuruka. Ni wakati wa kuogelea. Ukicheza unazama mumai. Na mai ni nini? Duniani. Dunia hii na watu itakumeza. Marekani itakumeza hii kama una Roho Mtakatifu. Nafikiri ni mchezo wewe. Kunabakia dakika 3 tumalize. Ndio kisi Mungu alipenda hivi sijui. Hii inatosha hii. Nimetoa hii hapa ya wanavyosema ya Wahindi. Yes. Watu waiwai nisome hata hii ndogo tu, hii jumbe moya ama hata aya kama mbili, yani aya mbili ya 27 28 tumalize. Sawa dogo, tumalize ibada. Tumeshasikia neno hivi tayari. Mungu anatubariki hapa tayari. Hapa tumeshatimiza upendo wa Mungu. Tarehe 1 mwezi wa 5 61, tarehe 1 mwezi wa 5. Tarehe 1 mwezi wa 5 61. Ngoja ni waiwai. Tarehe 1 mwezi wa 5, le premier mai 61. Tarehe 1 mwezi wa 5, tarehe 1 mwezi wa 5, le premier 5 61 et 15. Ok, c'est vraiment par date. 48. Plus le premier 5. Premier 5. Takuwa nimeweka tarehe mbaya. Le premier 5 60 kwa ndio hapo. Mwezi sasa ndio inasumbua hapa. Iko ya 15 tu. Ndio shetani kisha anakuwa naiva. 5 61. Banyangalia 5 61. Nifanye inverse. Est-ce que 5 quoi?
hakuna. Wanaangalia le 25, wanaangalia le 20 de ce moment 25/61 tarehe 3 aya ya 3. Okay. Okay, 61. Tarehe 20 mwezi wa 5. Tarehe 20 mwezi wa 5, ngoja nitafuta ya Kiswahili. Okay. Tarehe 20 mwezi wa 5 61 aya ya 3 na ya 4, tumalize hapo. Yeah. Merci. Okay. Niliona hapo. Niliomba demande. Okay. Kwa Kiswahili ni aya ni aya ya 10 hadi 11. Dogo, tunamaliza hapa. Tarehe 20 mwezi wa 5 61. Tangu wakati huu de ce moment, nabii anasema hivi kwa hiyo ambayo tulisoma ya Wakorintho wa pili sura ya 5. Nilimuomba ndugu Mesha au Mercier, niliomba ndugu Mesha alete baadhi ya ushuhuda wa lile ono ambalo Bwana alinipa hivi majuzi tu. Ninataka kuliita ono kwa sababu kidogo nina sita kusema jambo lingine, kwa sababu ingesikika kana kwamba nilikuwa nikijaribu kumuiga mtume mkuu Paulo ambaye alinyakuliwa hata kwenye mbingu ya 3. Vyote tutakuja kuviona. Branham anasema kwamba wakati alipoingia kiwango cha 6 anaita ono, lakini akajiepusha asiseme eti kwamba na yeye venye alikwenda kuona anashindwa hata kuvisimulia kama ni kitu gani, ili mtu asiseme eti kwamba alikopi aliplaje kwa Paulo. Lakini ile ono ambayo aliona, nabii alisema kwamba ilikuwa zaidi ya ono, kwa sababu alikuwa anajiona iko kiwango cha 6, pia tena iko kwenye kitanda analala. Akiangalia kwenye kitanda chake anaona iko mzee, na akiangalia upande wa pili kiwango cha 6 ni kijana. Na anasema hivi, lakini nilikuwa nimelala kitandani wakati lilipotukia, nami nilikuwa nimelala vizuri usiku kucha, nami nimekuwa na maono mengi kama tujuavyo, lakini ile alikuwa kama lolote nililopata kuona, lakini siku zote niliogopa kidogo kufa. Unasikia vizuri? Branham naye alikuwa anaogopa kufa kabla Mungu hajamuingiza kiwango kingine, akaogopa kufa. Ni kitu gani? Yaani alikuwa anaogopa mtu kufa. Alikuwa anaogopa. Ninawapenda watu sana hata nikawazia sio kuogopa kwamba sikuwa nimeokoka, bali sikutaka kuwa roho, ninataka kuwa mwanadamu wakati wote. Na kwa hiyo nilipokuwa popote nilipokuwa, haikuwa mbali sana, kiwango kingine mahali fulani. Yes. Nabii anasema kwamba kule kuogopa kufa sio kwamba eti alikuwa anaogopa eti kwamba asikufe. Eti kwa sababu yeye ni mwenye dhambi au hakuokoka. Hapana, lengo haikukuwa hiyo. Sababu ya ndugu Branham kuogopa kifo sio kwamba eti kwa sababu hakukuwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa na uzima wa milele, lakini alichokuwa na kiogopa, alikuwa nakataa kwamba asikufe ili asije kuwa roho, kwa sababu yeye alitaka awe tu mwanadamu, kwa sababu Mungu alimuumba akiwa tu mwanadamu. Hataki kuwa roho, kwa sababu alikuwa anajua kwamba mtu anapokufa anakuwa roho. Kumbe sio hivyo.
Messi senye popote nilipokuwa haikuwa mbali sana, na anasema hicho kiwango cha 6 haikuagi mbali, kiwango kingine mahali fulani. Na tunapouacha huu na tunapouacha mwili huu, sisi si roho. Nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo nyingine inayongoja tayari. Mnaona, Mungu ana mwili wa aina nyingine ambapo tuko halisi tu kama tulivyo papa hapa. Tunasikia vizuri? Wakati alipopata haya mafunuo, ndugu Branham, woga ukatoka, maovu yote ikatoka yenye alikuwa nafikiri. Wakati tunapokufa hatukuagi roho, tunakuaga ni miili. Inakuaga ni miili kama tunavyoonana hapa hivi. Ndio gisi nakuaga kiwango cha 6. Tunasikia? Kule kwa ambako kunaenda watakatifu wanakuaga na miili, sio kwamba wanakuwa ni roho. Na ni sehemu kama hivi viwango ambavyo tunaishi hapa duniani. Nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, ina maana kama ikifa, tunayo nyingine inayongoja tayari. Mnaona, Mungu ana mwili wa aina nyingine ambako tuko halisi tu kama tulivyo papa hapa. Tangu wakati huo imeondoa upotovu wote mawazoni mwangu, ujinga wote ambao alikuwa nao ndugu Branham ukatoka. Ule wa woga eti mie nikifa nitakuwa raha, nitakuwa hivi, wote ukatoka. Na sasa kama isinga ilikuwa ni kwa ajili ya watoto wangu na kwa Injili, vema, ningesema kwanza Injili, alafu watoto na mke wangu. Wapendwa wangu hapa, ningekukaribisha wakati wowote, kwa sababu kule hakukuwako na ugonjwa, hakuna huzuni, hakuna dhambi, hakuna chochote. Ilikuwa ni ukamilifu. Branham anasema isinga ilikuwa Injili, kwa sababu kilichomtuma yeye arudie kiwango cha 6, atoke kule aje tena huku kwenye kiwango cha kwanza, cha pili na cha 3, ni kwa sababu misho yake ilikuwa bado haijatimia. Ndio anasema hapa, ni kwa sababu ya Injili, kwa sababu ya watoto wangu mie, familia yangu na mke wangu, pia na wapendo watoto wa Mungu ambao Mungu amenipa mie kuwasimamia ili niwapatie Injili. Nilikuwa bado sijakamilisha misheni ya Mungu. Ndio maana Mungu aliniambia kwamba rudia tena duniani ukafanye kazi. Na Bwana bariki hayo machache. Tunakatisha. Yes, katisha, saa zishaenda. Tusimame. Stope hapo. Tunamaliza. Hatutaki kusema mengi tena.